Nilikuambia maisha ya mwanadamu na majira yake. Tukaangalia kila mtu ana majira mawili. Tukiachana na kile kipindi cha Mhubiri kwamba kuna wakati wa kucheka, wakati wa kulia, wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna, wakati wa kukumbatia na kutokukumbatia. Vipindi vyote hivyo vinatengenezwa na vipindi viwili vya mwanadamu. Kinachoitwa kipindi cha shibe na kipindi cha njaa. Bwana asifiwe sana. Kwenye kipindi cha shibe ni kipindi kilichobeba heshima kwenye maisha yako. Kwa sababu gani? Kuna aina ya mafanikio ukiyapata hayakupi tu furaha, bali kuna heshima unapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna aina ya maisha ukiwa nayo ya dhiki hayakupi tu maumivu, bali yanaleta na aibu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye haya maisha ya pande mbili, kama kipindi cha shibe na kipindi cha njaa, kipindi cha shibe ni kipindi ambacho kuna heshima utapata, ambao kwa watu ukutegemea watakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna aina ya upendo utaupata kwa watu ambao hata ukutegemea watakupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano mzuri sana ni wa Yusufu. Wakati Yusufu hana kitu, anaota ndoto ya Mungu kumwonyesha nyota zitamsujudia na mwezi. Alikuwa hana chochote, alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndugu zake walimchukia kwa sababu ya aina ya ndoto aliyokuwa nayo. Lakini baada ya kufikia ndoto zake, ndugu zake walimuinamia. Haleluya. Na walijifanya wanampenda tena. Maanake kuna upendo ulizaliwa si kwa sababu tu ya Yusufu ni ndugu yao, kwa sababu ya nafasi aliyokuwa nayo Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikuambie kitu fulani. Si kila anayekupenda katika majira ya furaha ni ndugu yako au ni rafiki yako. Sijui kama mnanielewa ninachokisema. Ni vipindi ambavyo vinavuta aina ya watu hata usiowategemea kwenye maisha yako. Mtu sahihi Roho Mtakatifu atakupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kuna wakati tunahangaika sana kuomba watu sahihi. Watu sahihi hawaji saa unaomba. Watu sahihi wanakuja muda sahihi na wanaletwa na Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati tunahangaika sana kuomba watu sahihi. Na waambiaga watu Yesu alikuwa sahihi kwa wanafunzi wake. Lakini saa Yesu anauendea msalaba, wanafunzi wake wote hawakuwa sahihi katika majira ya msalaba. Sijui kama mnanielewa ninachokisema. Maana yake hata Petro aliyekuwa anaonekana sahihi, wanaenda na Yohana na Yakobo mlimani kuomba, ndio walikuwa wanaonekana ni watu sahihi sana wakiwa na Yesu Kristo mpaka wanaenda naye mlimani. Lakini kilichofika kipindi cha Yesu kuingia msalabani, wale watu hawakuwa sahihi. Kitu gani nataka nikuambie? Si kila aliye karibu na wewe ni sahihi katika tatizo utakalokuwa nalo. Na usichukie watu, kwa sababu kila tatizo kuna watu Mungu amewaweka kwenye maisha yako. Na huwajui wanatokea saa una tatizo. Usifosi watu kutokea saa una tatizo. Let's say una tatizo lako. Yule unayemtegemea yuko Mwanza, atasolvuje tatizo lako? Haiwezekani. Maana Mungu atamuinua mtu aliyoko hapa hapa, atatatua tatizo lako. Na yule unayemtegemea kama yuko Mwanza safarini, anaweza kukudisappoint na safari inaweza ikawa ni ya muhimu na hawezi kucancel. Nimuombe huyu mtu asinipunguzie na kunishushia, unaniumiza. Bwana asifiwe sana. Naona ukiona naongea unashusha. Usiseti wewe unavyotaka, seti itakavonisaidia mimi. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna kitu nataka tuangalie. Jinsi gani ya kutoka katika changamoto tulizo nazo. Haleluya. Jinsi gani ya kutoka katika changamoto tulizo nazo. Tunaweza tukawa kweli tuko katika kipindi cha dhiki. Lakini vipindi vya dhiki nilikuambia vimebeba nini? Kila kipindi cha dhiki au kipindi cha njaa kimebeba fundisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kimebeba nini? Fundisho. Si kila kipindi cha dhiki Mungu amekukusudia kukuharibu au kukuumiza au kukutesa. Kipindi cha njaa ni kipindi kilichobeba unyenyekevu. Na ni kipindi kinachoweza kutengeneza neema itakayokuja kukusaidia kupata vitu katika majira yaliyoko mbele yako. Kwa nini ni kipindi kilichobeba neema?
Kipindi cha njaa ndicho kile kipindi watu wengi wanajinyenyekeza, na Biblia inasema Mungu huwapa neema wanyenyekevu na huwapinga wajikuzao. Katika kipindi cha dhiki ndicho kipindi cha kutengeneza neema ya kukusaidia kupata mahitaji yako, au kipindi cha dhiki ndicho kipindi kinachotengeneza kipindi cha shibe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usidharau sana wala usijisikie vibaya utakapokuwa katika kipindi fulani au majira fulani. Wewe mwenyewe pima, utakapokuwa katika majira fulani ndicho kipindi unaomba sana, ndicho kipindi unafunga sana, ndicho kipindi unaweza kutoa sadaka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuambia wanaotoaga sadaka sana sio walionacho sana, ni wale wenye uhitaji sana. Sema amina. Kwa nini? Kila anachokifanya anakifanya katika imani, akitarajia kuna ukombozi utatokea kwenye maisha yake katika kile anachokifanya. Bwana asifiwe sana. Kile kitabu cha Mwanzo 41 nataka nisome kuanzia mstari wa 28. Sianzi kwenye ndoto leo, naenda kwenye suluhu. Ule mstari wa 28 Biblia inasema hivi: ndivyo nilivyo. Nianzie 25. Mwanzo 41 mstari wa 25. Naomba nisome hapo. Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja. Mungu amemwonyesha Farao atakavyofanya hivi karibu. Wale ng'ombe 7 wema ni miaka 7, na yale masuke 7 mema ni miaka 7. Ndoto ni moja. Na wale ng'ombe 7 dhaifu wabaya waliopanda baada yao ni miaka 7, na yale mashuke 7 matupu yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yatakuwa miaka 7 ya njaa. Umesikia hiyo? Sasa tuendelee hapo. Ndivyo nilivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Tazama, miaka 7 ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri, kisha kutakuja miaka 7 ya njaa baada yake, na ile shibe yote itasahauliwa. Unasikia ninachokisema? Na ile shibe yote itasahauliwa. Wana wa Mungu, kipindi chochote utakachopitia, omba neema ya Mungu. Usisahau Mungu alichokifanya kwenye maisha yako. Sema amina. Unamsikia Yusufu anamwambiaje? Hichi kipindi kitakapokuja cha njaa, ule wakati wote wa shibe utasahauliwa. Maana teso linaweza kufanya ukamsahau Mungu. Teso linaweza ukasahau wema wa Mungu. Teso linaweza kukufanya ukasahau fadhili za Mungu. Mungu akupe neema katika mapito ulionayo, usimsahau Mungu katika jina la Yesu. Mungu akupe neema katika maumivu ulionayo, usimsahau Mungu katika jina la Yesu. Kuna kitu nataka tutazame jioni ya leo. Anasema kisha kutakuja miaka 7 yake ya shibe, ile yote itasahauliwa katika nchi ya Misri, na njaa itaiharibu nchi. Nachokuombea jioni ya leo, tatizo lolote utakalopitia lisikuharibu bali likutengeneze katika jina la Yesu. Watu wengi tunaowaona wameharibika, wengine wameharibiwa na mazingira ya mapito walionayo. Mungu akutengeneze jioni ya leo katika jina la Yesu. Anasema wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa nzito sana. Na ndoto ya Farao kwa ile ilivyokuwa mara 2 ni kwa sababu neno hili Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Basi Farao, jibu lako liko hapa na jibu langu liko hapa. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima. Hajasema tu mtu wa akili. Akili plus hekima iziko tu kusolve tatizo la nani? Sema la Farao. Mmenielewa ninachokisema? Hajitafutie nani? Mtu. Si mtu ili mradi mtu. Mtu mwenye nini? Akili na nini? Na hekima. Nitakuonyesha leo akili na hekima vinakusaidiaje. Mtu wa nini? Wa akili na mtu wa hekima. Kama ni mimi ningechorea mstari kwenye Biblia yangu. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba, na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika mji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri,
nchi isiharibike kwa njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilizeni ndugu zangu katika jina la Yesu. Maombi ni mazuri sana, lakini si kila tatizo utalitatua kwa maombi. Wakati Farao anaambiwa ndoto yake, Yusufu alimuona kabisa Farao. Alitafuta waganga, alitafuta wachawi, alitafuta wenye hekima, ndio walikuwa wanaitwa waganga, ndio walikuwa wanaitwa wenye hekima huko kwenye nchi yao. Kwa hiyo wakamsaidia kutafsiri ndoto, wakashindwa. Yule kijana mnyweshaji wa mfalme, ambaye kwa lugha ya sasa tunaweza tukamuita waiter. Umenielewa? Mnyweshaji ni nani? Alikuwa anamsevia mfalme vinywaji, ni waiter. Si ni sawa? Yule waiter wa mfalme alikuwa na serve divine. Alivyofungwa, alivyokuwa gerezani, walitafsiriwa ndoto na Yusufu. Ndiye aliyemtaja Yusufu mbele ya Farao. Unajua kuna wakati unaweza ukawa na kitu kizuri, alafu hata biashara nzuri, ukakosa mtu wa kuitaja biashara yako. Si kwa sababu biashara ni mbaya, unaweza usiuze kwa sababu huna mtu wa kuitaja biashara yako. Mungu akupe watu wa kutaja biashara yako. Mungu akupe watu wa kukutaja katika nafasi za muhimu. Watu wengi tumekosa watu wazuri wa kututaja katika mema. Tuna watu wa kututaja katika mabaya, lakini hatuna watu wa kututaja katika mema. Mungu akuinulie msaada, watu wa kukutaja katika mema. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yusufu, baada ya kutafsiri ndoto, watu wengi walikuwa wanafikiri Yusufu alipata nafasi ya kuwa waziri mkuu kwa sababu alitafsiri ndoto. Kilichompa kazi ya waziri si kutafsiri ndoto. Kiingereza wanasema strategic, za kufafanua lile tatizo la Farao. Sijui kama umeelewa ninachosema. Kilichompa Yusufu kazi ni ule mpango wa kutatua tatizo la Farao, si tu kutafsiri ndoto. Alikuwa na akili na hekima ya kufanya lile tatizo lisilete uharibifu katika nchi ya Misri. Tatizo litakapokuja nchi ya Misri haitakuwa na tatizo, bali itakuwa kimbilio kwa nchi zingine zenye njaa. Hata kama njaa itaanzia Misri, lakini ile njaa haitawadhuru wa Misri. Ile njaa itakuwa sababu ya kutengeneza uchumi wa Misri. Ndicho kilichompa kazi Yusufu, sio kutafsiri ndoto. Kwa usifikirie ukiweza kutafsiri ndoto. Kutafsiri ndoto ni kitu kingine, au kuwa na ndoto ni kitu kingine, kufanikisha ndoto ni kitu kingine. Umenielewa ninachosema? Kuna watu wana ndoto. Ndoto si mpaka ulale. Ndoto ni kile kinachokunyima usingizi, kinachokufanya uamke asubuhi na mapema na kutafuta pesa ufikie kile ulichonacho katika moyo. Ndoto ni inaweza kuwa ni picha ya ndani. Umenielewa ninachosema? Bwana asifiwe sana. Sasa ndoto si mpaka ulale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa kilichompa kazi Yusufu ndicho hichi. Maana yake Yusufu alisimama katika ile nchi, akafanya comparison kati yake na wale watu wa Misri. Nani ana akili kama ya kwake? Nani ana hekima kama ya kwake? Akamwambia Farao, nimekutafsiria ndoto, lakini kuna kitu unataka zaidi ya tafsiri, mtu. Akamwambia Farao na ajitafutie mtu, na yeye anaanza kutaja CV za huyo mtu, na akapima kwenye ile nchi hakuna mwenye CV kama ya kwake. Maana yake pale akaitangaza CV yake, na ile CV yake ikampa kazi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hivi mnanielewa kidogo? Sasa tuangalie kwa nini alimwambia Farao. Basi Farao ajitafutie mtu wa akili na hekima. Maanake akili plus hekima iziko tu majibu ya nchi ya Misri. Umenielewa ninachokisema? Kwa hiyo alipima, nani ana akili kama ya kwangu? Alijua akili yake ni akili ya ziada. Akili ya ziada kivipi? Kuna akili za darasani na kuna akili ya uvuvio. Yusufu hakuwa tuna akili ya darasani. Yusufu alikuwa na akili ya uvuvio. Akili ya uvuvio ni ipi? Roho Mtakatifu anakuja juu ya akili yako, anaipa nguvu ya kiungu akili yako tena. Kwa hiyo kama ilikuwa inafanya mambo ya kawaida, inaweza kufanya hata yasiyo ya kawaida mbele ya watu wa kawaida. Kwa hiyo ile akili yako inakuwa ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kufanya mambo ya tofauti kuliko watu walioko pale. Unaweza ukaniambia, mwalimu, imeandikwa wapi? Ayubu.
32:8. Imo roho ndani ya mwanadamu, pumzi ya Mwenyezi huwapa wanadamu akili, imeandikwa. Bwana asifiwe sana. Roho ni ipi? Roho Mtakatifu. Ndani ya nani? Ya kwako. Inatakiwa ikupe nini? Akili. Ikikupa akili akili yako plus Roho Mtakatifu iziko tu majibu ya maswali ulionayo. Watu wengi tunapoomba tunafikiri Mungu atakujibu direct. Mungu hakujibu direct. Mungu atakupa hekima au akili uweze kufikia majibu unayoyataka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nawaambiaga watu, wakati we unatafuta majibu kwa Mungu, Mungu dada ashughulikii majibu. Mungu anashughulika na mtafuta majibu. Akikutengeneza mtafuta majibu, utatengeneza majibu yako. Kwa Mungu ashughuliki na matokeo, anamtafuta anayetafuta matokeo. Kwa akikushughulikia wewe, lazima utatengeneza matokeo. Tunapokuja makanisani, Mungu anashughulika na wanaotafuta matokeo. Analituma neno, linakuponya, linakutoa giza, linakupa nuru. Hiyo nuru, Biblia inasema enendeni maadamu mnayo nuru kidogo. Bwana asifiwe sana. Mbona kama mmepooza? Mbona kama mmepooza? Kwa sababu unajua mmezoea mnapata majibu. Anakutengeneza wewe. Alafu wewe kashughulikie majibu. Maombi ya majibu mengi yamefungwa kwenye maelekezo. Ukishindwa kufuata maelekezo ya Roho Mtakatifu, utazunguka makanisa yote na hutapata majibu. Kwa nini? Mungu anakutengeneza wewe uweze kutengeneza matokeo yako. Ukishindwa kutengeneza matokeo yako, uwezi kutengeneza matokeo ya watoto wako. Kwa ujifunze Mungu anavyokutengeneza, anahitaji matokeo. Sema amina. Bwana asifiwe sana. Kwa nini sasa Yusufu alimwambia Farao hivi? Alimwambia na alijipima. Sasa ngoja nikupe definition kwa nini. Naanza kwa nini akili. Akili ni nini? Kwa nini akili ni nini? Wakristo wengi tunafikiri tukiokoka akili haina kazi, roho ndio ina kazi. Roho Mtakatifu anaivuvia akili yako. Akili yako inatengeneza matokeo. Mimi niko mbele yako, Mungu anaitumia akili yangu. Kwenye Zaburi ya 14:2 I think anasema Mungu akachungulia duniani aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Maana hata akili inakusaidia kumtafuta Mungu. Kilichokuelekeza kuja kanisani ni akili yako. Sema amina. Sasa kuna changamoto nyingi zinahitaji matumizi ya akili. Akili ni nini? Akili ni uwezo wa kufikiri, uwezo wa kuelewa na uwezo wa kujifunza na kukumbuka ili uweze kufanya maamuzi. Umeelewa nilichosema? Ngoja niseme tena. Akili ni uwezo wa kufikiri. Kuna tatizo unalo, linahitaji uwezo wa kufikiri au kutafakari. Kutafakari ni nini? Kufikiri kwa kina au kuwaza kwa kina. Mungu anajibu mpaka mawazo. Umeelewa ninachosema? Maana yake majibu mengi unayoyatafuta yana uwezo wa kupita kwenye mawazo yako. Ndio maana anasema atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye awezaye kufanya mambo makuu mno kuliko tuombavyo. Umeelewa? Au tufanye nini? Tuwazavyo. Si tu wakati unaomba Mungu anajibu, mpaka wakati unawaza Mungu anaweza kutengeneza majibu kwenye mawazo ulionayo. Amen. Amen. Mwingine anasema sasa huyu katoka wapi? Si tumezoea tunaombaga tu. Leo ndo utagundua kichwa chako kina shida kubwa kweli kuliko mdomo unaoomba. Bwana asifiwe. Okay, ngoja niangalie tena definition ya pili. Anasema akili ni nguvu ya ndani inayokusaidia kuchambua mambo na kuamua cha kufanya. Akili ni nguvu ya ndani inayokusaidia kufanya nini? Kuchambua mambo
na kuamua cha kufanya. Wakati Farao, Yusufu anamwambia ajitafutie mtu mwenye akili. Maana yake alitakiwa apate mtu atakayeweza kuchambua mambo. Anachambua nini? Atambue kwenye nchi ni mazao wakulima wako kiasi gani. Kuna wakulima wakubwa na wakulima wadogo, umenielewa? Atakayeweza kuchambua. Kuna wakulima wakubwa na kuna wakulima wadogo wadogo. Wakulima wadogo wadogo ni wapi? Hiki bado haijakaa vizuri. Wakulima wadogo wadogo ni wapi? Ni wale wanaolima kwa ajili ya chakula chao binafsi. Wakulima wakubwa ni wapi? Wale wanaolima kwa ajili ya biashara. Umenielewa? Kwa hiyo anayeweza kuchambua hivyo kwamba katika hichi kipindi lazima katika nchi ni watambue wakulima wakubwa wote. Na kwa nini watambue wakulima wakubwa wote? Ili wakulima wakubwa wote wasiruhusiwe kuuza mazao nje ya nchi ya Misri, bali kwa gharama ile ile watakwenda kuuza mazao katika nje ya nchi. Tuna uwezo wa kununua mazao yao katika hichi kipindi tukiwa nacho cha shibe. Umenielewa? Kwa sababu ule mpango kazi ulikuwa ni wa wizara bado, na rais wa nchi ya Misri ulikuwa haujafika kwa wananchi. Sema amina. Kwa hiyo kwa sababu haukufika kwa wananchi, wananchi hawakuwa na idea ya miaka inayokuja ina nini. Kwa hiyo wangekuwa wana idea miaka inayokuja ina nini, wangehifadhi chakula. Si unajua kuna wakulima wakubwa na wana akili na wana magala yao, wangehifadhi waje kulangua. Kuna kipindi kulikuwa kunaitwaga cha walanguzi. Mnakikumbuka hicho? Wewe mtoto wa 2000 usifanye hivi. Walanguzi. Nyie mmepita hicho kipindi? Watu wanapanga foleni kununua sukari. Miaka ya 70 mlikuwepo wengine? Wamama watu wazima ndio walikuwepo. Sasa kitoto cha 2000 tikanaitikia hivi. Wewe ushindwa huko. Sasa na wao wangeweza kuwepo namna hiyo. Lakini kwa sababu akili aliyokuwa nayo ni Yusufu, alikuwa na uwezo wa kufanya nini? Kumbuka nakupa definition ya akili. Inaweza kuchambua mambo. Umenielewa? Kwa hiyo alianza kuchambua. Kwa wakulima wakubwa wangeitwa na rais Farao, wangejua tumepata kibali, tunakwenda kula chakula cha pamoja, na hakuna kitu kinamshika mtu kama chakula. Tunakula chakula pamoja, alafu mnaambiwa mtaje bei ya alizeti, mtaje bei zenu za mchele, mtaje bei zenu za mahindi, mna mpango gani? Labda Kenya wananunua mahindi kwa kiasi hichi na Uganda wananunua, wengine mkisafirisha nje ya nchi wananunua, labda kule wananunua kwa kilo dola 5. Umeona? Ngoja nitoe mfano. Kwa kilo dola 5, alafu serikali inakuambia tuuzieni sisi kwa dola 7. Mtaenda kuuza nje kwa dola 5, mtauza kwa dola 7 kwa kilo. Lakini kumbuka Farao, Yusufu alikuwa anawaingiza wenzie kingi. Sema kingi. Hivi mlichezaga hizo draft kweli? Mnazijua kingi kweli? Na mnasema tu. Sawa. Kwa hiyo wakanunua yale mazao. Lakini mazao yale yaliyotoka kwao walikuja kuuziwa tena. Tatizo lilikuwa la nani? La nchi. Lilitatuliwa na nini? Akili ya mtu mmoja anaitwa Yusufu. Una tatizo linalokutesa, unahitaji akili ya uvuvio upate solution ya ulicho nacho. Sema amina. Wewe unafikiri tatizo la uchumi linatatuliwaje? Kuna watu tunapita kwenye eneo la uchumi gumu sana. Gumu sana. Na unakuja kanisani kuomba, usinipite Mwokozi. Tena unamlazimisha Yesu. Nimekuambia utakapozuru wengine usinipite. Tena ukinipita. Tena tuna maombi yetu. Uso wako usipoenda na mimi, usinichukue hapa. Na uende na anakuacha. Si tunayo maombi ya matisho. Usijifananishe na Musa. Mimi nawaambiaga watu kwenye maombi yako, usitumie CV ya mtu kumuomba Mungu. Haujui mahusiano ya Mungu na Musa. Musa alitumwa kwa taifa. Wewe hata familia yako haujatumwa huko. Alafu unamtishia Mungu, usiponichukua hapa, uso wako usipoenda na mimi usinitoe hapa. Na amekuacha na hujui kwa nini amekuacha. Kumbe ulishamtishia. Sasa tatizo la kiuchumi mara nyingi linahitaji akili na linahitaji hekima. Bwana asifiwe sana. Okay, kwa mfano ulikuwa kwenye miaka 7 na wewe ya shibe ya kwako. Miaka 7 ya shibe. Ili kuitunza miaka yako unahitaji kuwa na msingi mzuri. Uinvesti vizuri. Sema kuinvesti.
Sema kuwekeza. Hapa ndipo penye shida. Watu wengi tukiona tunapata, tunafikiri tutadumu katika hicho kipindi miaka yote. Nafasi uliokuepo ni prayer point ya mtu. Umenielewa? Na ukitaka kujua ni ya foleni, piga miaka miwili picha ulikuwa wapi. Sijui kama unaelewa. Piga picha miaka miwili iliyopita ulikuwa wapi. Piga picha miaka miwili iliyopita ulikuwa na situation gani. Kwa sababu kila kinachokuja kina majira na nyakati. Jifunze kuwekeza. Biblia inavyosema misingi ikiharibika, mwenye yake atafanya nini? Msitafute tu misingi ya mabibi zenu na mababu zenu. Tafuta hata msingi wa uchumi wako ukiharibika, uendi popote. Sema amina. Wewe unapata chote, unakula chote. Lazima utafute. Kama unaingiza milioni 5 kwa mwezi, sijui kama unanielewa. Ni sawa, utaingiza milioni 5 kwa mwezi. Usiitumie milioni 5 yote. Umenielewa? Mwingine anasema mbona ana bajeti kubwa? Nimeanza na wakubwa kidogo. Kidogo. Maana hata milioni 5 sio nyingi kwa mwezi. Umenielewa? Kama unapata milioni 5 kwa mwezi na ukute una makato, labda unapata milioni 4 na wafanyakazi mnajua, kuna PSUN, kuna NCCF, sijui kuna nini tena, mnajua vitu vyote mnavokato. Ikitoka hapo, una fungu lako la 10, si ni sawa? Labda tuseme una milioni 4.5. Kwenye milioni 4.5, unatoa fungu la 10, shilingi 4.5. Umenielewa? 4.5. Mwingine anasema, kwa nini nitolee 4.5? Nisitolee milioni 5. Ulichokipokea ni 4.5. Nyingine imekatwa, imekwenda kwenye kodi ya serikali. Umenielewa? Ukija kulipwa NCCF baadaye, unaweza kuitolea tena fungu la 10. Kwa sababu ile NCCF hukuitolea fungu la 10. Na kwenye NCCF yako kama ni 500, imekuwa added laki nyingine ngapi? 5. Manake kwa mwezi unaekewa akiba shilingi milioni 1. Umenielewa? Kwa mwaka unaekewa akiba milioni 12. Let's say umefanya kazi miaka 30. Chukua milioni 12 mara 30. Si ndio NCCF yako? Kwa hiyo baada ya hapo unapata milioni ngapi? Mwingine anamwangalia jirani yake, 12 mara 30. Au umeshindwa hesabu? Milioni 36. Kwenye milioni 36 sasa unatoa fungu la 10, milioni 3.6. Ile nyingine utatumia uzeeni. Na kuna wengine wakishapataga pension ndo anakufa. Eti mzee wa miaka 70 anakumbuka kumuoa binti wa miaka 30. Si unatafuta jeneza lako binafsi? Hivi mnaendaga wapi laki? Wewe ulikuwa wapi miaka yote? Ngoja niwaache. Najua wako Makabe, wako kule. Huko kwingine sio Makabe. Sasa pale kwenye kile ulichokipata, narudi pale. Akili, umenielewa? Narudi kwenye ile 4 milioni 4 ya kwako na nusu. Baada ya kuitoa 4.5, unabaki na shilingi ngapi? Hamna kuna mahesabu hapa. Sasa ukiitenga 4.5, usitenge tu 4.5 ya fungu la 10. Tenga na 4.5 ya akiba yako. Mbona mnaniangalia vibaya sasa? Kwani mimi ndo nimekuambia usitoe siku zote? Sasa unaniangalia kwa hasira. Nimesema. Lakini kama ni mwizi wa fungu la 10, huwezi kukumbuka hata kuweka akiba. I'm telling you, huwezi kukumbuka tuweka hata nini? Akiba. Na kuambia kwa sababu tunasemaga mizimu imechukua hela. Sio mizimu imechukua hela. Ujinga unamaliza pesa na uzembe. Matumizi mabaya yanamaliza pesa. Mmenielewa ninachokisema? Mmenielewa ninachokisema? Kwa hiyo kama unaweza, anasema misingi ikiharibika, maana yake weka msingi mzuri katika uchumi ulio nao. Weka msingi mzuri katika kipato ulicho nacho. Unachokiwekeza leo kitakusaidia kesho. Sasa hivi mna mahali pa kuwekeza zile hela. Si ni kweli? Si kuna mifuko. Ukiona vipi kanunue hisa. Mmeelewa? Mmeelewa? Mbona mmekasirika? Sasa wewe unatoka wapi kumkamata mkuu wa giza aliyechukua hela? Wakati hakuna mkuu wa giza, ni ujinga wa matumizi na uzembe.
mkuu wa giza usiki. Usiishi maisha ya kuiga, ishi maisha yako. Umeelewa? Ishi nini? Maisha yako. Kipindi Mungu anachokuwekea, ishi maisha yako. Kula kulingana na unachokipata. Sometimes sio lazima ule milo mitatu, sio lazima. Sio lazima kila siku ofisini wenzio wakinywa supu na wewe unywe. Kuna kahawa ya bure ya ofisi, kunywa kwa uaminifu. Yaani kunywa kwa uaminifu. Na ukiona haitoshi, tengeneza na kikombe chako. Andika I love myself, I love my coffee. Nenda na kikombe chako. Wakati unakunywa supu ya 10,000, ile 10,000 itengeneze mahali, weka ile hela. Mnaweza mkacheka, lakini nataka nikuambie hichi kitu. Maendeleo yoyote makubwa hayasubiri pesa kubwa, yanasubiri pesa ndogo. Hatua yoyote kubwa haisubiri hatua kubwa, inaanza na hatua ndogo. Mtoto mdogo hajaanza kukimbia, alianza kutambaa. Alivyomaliza kutambaa, alisimama. Hatua moja, familia nzima ikamshangilia. Hatua mbili, familia ikashangilia. Wamama tunajua jinsi mtoto akisimama tunavyoshangilia. Na kuna kale kanyimbo chetu cha zamani, kasimama dede, hata hatujui maana yake na sisi tunaimbaga tu. Hivi mmetoa wapi wamama, mbona mmetuharibu? Kwa nini aseme kasimama katika Kristo? Lakini dede nini? Kwa familia nzima tunaungana kumshangilia aliyesimama. Ndivyo ulivyo katika Kristo Yesu. Mungu akikuona umeweza kujisimamia peke yako. Kwa nini? Anasema mwanadamu, simama kwa miguu yako. Simama na miguu yako kiroho, simama na miguu yako kimwili, simama na miguu yako kwenye uchumi wako. Sema amina. Sema amina. Jifunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida, watu wengi wanadharau pesa ndogo. Ukishindwa kuheshimu 5,000. 5,000 imetengenezwa na 1,000 ngapi? 5. 1,000 imetengenezwa na shilingi 100 ngapi? 10. Si ni sawa? 110 imetengenezwa na shilingi 1 ngapi? 10. Kwa hiyo 5,000 ni matokeo ya 110. Ni matokeo ya 500 20. Ni matokeo ya 100 ngapi? Ukiweza kuheshimu kidogo, hata kikubwa utaweza kukiheshimu. Bwana asifiwe sana. Kwa kuna watu wanafikiri wako kwenye kipindi cha njaa, bahati mbaya. Uko Mungu akufundishe. Sema amina. Unakumbuka jana nilivyokuambia? Kumwaga chakula ni laana mbaya sana. Kumwaga chakula ni dharau mbaya sana. Kama Mungu amekubariki unaweza kufanya stoku tu. Kilo 10 tu ya mchele. Leo unapika kilo 1, unamwaga robo kilo. Do you think Mungu atakuamini na kukupa kumiliki gunia za mchele? Unafikiri hivyo? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nakufundisha kitu cha kikawaida kabisa? Cha kikawaida kabisa kwenye maisha yetu kabisa. Tunarudi tunamwambia Mungu, shetani amekamata uchumi. Ukija kutazama, shetani hajakamata uchumi. Biblia inasema nimekupa akili katika mambo yote. Katika kile unachokipata, omba Mungu, nifundishe jinsi ya kutumia. Kama nilikuomba unibariki, umenibariki, nifundishe jinsi ya kukitumia. Nielekeze jinsi ya kukitumia. Umesema nikuheshimu katika mali zangu. Kukuheshimu si kukuheshimu tu katika kutoa, ni kuheshimu pia katika matumizi niliyo nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema mheshimu Bwana kwa nini? Kwa mali zako. Kumheshimu Mungu kwa mali zako sio kumheshimu tu wakati unatoa. Mheshimu kukitunza kile alichokupatia. Utakapofanikiwa kukitunza kile alichokupatia, ukawa mwaminifu katika kile alichokupatia, ana shauku ya kukupa kingine kikubwa, kwa sababu ameona hicho kidogo alichokupatia umekiheshimu na kukitunza na kimelitukuza jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize kanisa. Mkristo yoyote anapoonekana omba, anapoonekana na dhiki, ni Yesu anatukana. Mmenielewa ninachokisema?
wanasema anaomba nini na afanikiwi. Na sio kweli kwamba ufanikiwe, unafanikiwa lakini una matumizi mabaya. Ndio maana tu Yusufu hakumwambia Farao tafuta mtu yeyote. Alitazama hata huyu waziri wa kilimo aliyekuwepo katika nchi ya Misri leo, kama hana akili alionayo Yusufu, asingeweza kutatua tatizo la Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, unapoomba Mungu akubadilishie maisha, mtazamo wako usipobadilika, maisha yako hayawezi kubadilika. Kinachoanza kubadilika ni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kabla mazingira ya nje hayajabadilika, Mungu anabadilisha kwenye ufahamu. Ufahamu ukibadilika, unaweza kubadilisha mazingira yako. Sema amina. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Misri ingeingia kwenye shida kwa sababu kungekosekana na mtu mwenye nini? Akili na hekima. Lakini Misri ni nchi ilikuwa inaabudu miungu, ilipona kwa mtu mmoja mwenye Mungu. Kwa hiyo familia moja inayoangamia kimaskini inahitaji mtu mmoja tu anayemjua Mungu, apewe na akili ya kiungu ya kuweza kutatua tatizo la umaskini kwenye familia yake. Sema amina. Familia ya Ibrahim ilikuwa inaabudu miungu mingine. Ilihitaji Ibrahimu mmoja anayemcha Bwana, akapewa akili, akapewa ufahamu wa kutoka nyumbani kwao, akaenda katika nchi nyingine na kuanza maisha yaliyoleta mabadiliko katika Bwana, na yakaonyesha maisha ya tofauti nje ya Bwana. Akapangua katika nchi, nyumba ya baba yangu wanaoabudu miungu mingine, wanaotegemea urithi wa baba, hawana mafanikio kama waliotoka nyumbani wakamtegemea Mungu kama Ibrahim, ambaye alikuwa chanzo cha baraka ya Israeli mpaka sisi leo. Amina. Mungu anaweza akatumia tatizo lako, anaweza akatumia mateso ulionayo kukufanya chanzo cha baraka katika familia yako. Sema amina. Kwa nini akili inakataa? Isemeshe akili yako. Mwambie jirani, wewe sio maskini, ni hapa ndio pana matatizo. Gusa hilo likichwa lake. Gusa hilo likichwa. Ameliweka wigi, kaliweka rasta, na hayo marasta yanaharibu akili kabisa. Hivi unafikiri utajiri uko nje? Yaani wewe unashughulika kupamba nywele, badala utafute kitabu usome kitakachokupa mafanikio ya kwako binafsi. Mpo? Hivi unakasirika tu? Mimi napenda ukasirike kweli kweli. Tena tutamtumia na mchungaji message, tutamwambia tumechukia. Tena mumwambie tumekwazika. Na nataka upige kwenzi la jirani yako, mwambie huku ndiko kumejaa umasikini. Sio, umeona nimekuonyesha mfano? Mwambie huku ndiko kumejaa umasikini. Piga kwenzi lake. Sikiliza, usibatilishe. Sikiliza. Biblia inasema hivi, baraka humkalia mwenye haki wapi? Kichwani. Baraka zinakaa wapi? Kichwani. Baraka zinakaaje kichwani? Mungu anapitisha kwenye akili yako. Anakupa idea ufanye nini ili utoke katika hicho kipindi cha dhiki ulicho nacho. Umeelewa ninachokisema? Wakati unaombea uchumi, Mungu ajibu mfuko, Mungu anajibu kichwa. Tutaombea hapa Mungu atufanikishe, lakini I'm telling you, Mungu ataenda kwenye mfuko wa mtu. Mungu hakupi pesa, Mungu anakupa vyanzo vya kupata pesa. Umeelewa ninachosema? Kwa hiyo wakati wewe akili yako inakwambia omba pesa, Mungu anambia mimi sitaki kukupa pesa, nakupa akili ambayo ni vyanzo vya kutengeneza nini? Fedha. Anayekupa fedha na anayekupa vyanzo, yupi mzuri? Anayekupa vyanzo. Nikikupa milioni 1 leo dada, wiki tu unaenda kwenye maduka ya Mturuki unachanganyikiwa. Gauni zako 3 za Mturuki 900. Umemaliza ukijigonga gonga kiatu cha laki. Umemaliza kamilioni. Uongo kweli? Kweli kabisa. Lakini kuna mtu mwenye akili, ukimpa milioni 1, anaenda kuizalisha milioni 1 nyingine juu yake. Mmeelewa ninachosema? Ndio maana sio kila mtu anafaa kukopa. Kuna vichwa vingine ni matatizo, havifai kukopa.
Yaani kuna vichwa havifai kukopa. Kwa hiyo mwambie jirani yako, kabla hujaomba mkopo, pima na kichwa chako. Mnasema mashetani yanawatesa. Hakuna shetani. Kichwa. Kuna watu wanateswa na mkopo hapa. Na anaomba, anamwambia Yesu nilipie mkopo. Yesu hana mkopo wa pesa, analipa. Yesu ameshalipa mkopo wa dhambi. Na unamkuta mtu anaimba, halilipa deni langu, anawaza SACCOS. Kwa gharama ya mauti, anawaza kikoba. Hamnaga hicho, utalipa tu. Yaani hapo utalipa. Mwambie jirani, hapo utalipa. Na kwa bahati mbaya sina maombi ya kufuta madeni. Nina maombi ya kumkumbusha anayekudai ya kudai. Kwa nini? Mungu akupe akili, akupe vyanzo vya kupata pesa ili ukalipe na madeni ya watu. Yaani unajua tumedanganyika wa Kristo. Na mnafika kabisa kwenye maombi unaambia sema Bwana Yesu. Haya, sema na wewe, sema Bwana Yesu, na yafuta madeni kwa damu ya Yesu. Ukienda nyumbani unakuta wamechukua TV. Msichezee damu ya Yesu. Mwambie jirani, usichezee damu ya Yesu. Usichezee kabisa. Bwana sifiwe sana. Unasikia kidogo, umeelewa kidogo? Umejua shida iko wapi Hapo wakati unaenda saluni unakaa kwenye dryer, wanakausha akili. Kwa ukitoka isemesha akili. Nyie bwana. Mnaweza mkacheka, lakini hakuna kitu kizuri kuchunga kama kichwa chako. Shetani akitaka kukuharibu anatumia kichwa tu. Kwani mnafikiri hao vichaa mjini wana shida gani? Kichwa tu. Mimi kuna mahali fulani nilikuwa naenda kusuka. Nikishamaliza kusuka, hata mwezi mzima naota nasukwa tena. Ina maana msusi ndo ana tatizo. Wewe umenisuka, wewe unanisukaje mwezi mzima? Niliomba. Nilijiombea na ufahamu wangu. Na from there sikwenda kusuka tena kwa huyo mtu. Sasa wewe unasukwa, alafu usiku anakuja kukunyoa. Haya, tuendelee. Nimekuambia kuna changamoto unazo zinahitaji nini? Mesahau tena. Haya, ngoja nikupe definition ya 3 ya akili. Akili ni uwezo wa kutumia maarifa katika maisha ya kila siku. Umesikia nilichosema? Ni uwezo wa kutumia maarifa katika maisha ya nini? Ya kila siku. Sasa wewe unapoomba, Mungu anakupa nini? Sema maarifa. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa nini? Kwenye Isaya 5:13-15 anasema watu wangu wanachukuliwa mateka kwa kukosa maarifa. Kabla hujaangamizwa kwa kukosa maarifa, unatanguliwa kuchukuliwa mateka. Ukisha kuwa mateka, then unaangamizwa. Mungu akupe maarifa katika maisha yako ya kila siku katika jina la Yesu. Haya, ngoja tuangalie hekima tena. Nisikilize nikuambie kitu. Okay. Huku ni Makabe. Sipanaitwa Makabe. Let's say umefungua duka hapa. Umefungua biashara hapa Makabe. Unaona haiendi. Wewe unang'ang'ana unalia. Mungu nitokee. Na hakutokei kweli. Mungu nitokee. Unaona giza. Mungu nitokee. Usiku unalala. Unaota ndoto huko Kariakoo unauza. Mungu amekutokea, amekuonyesha, toka Makabe, katafute kibanda Kariakoo. Sijui kama mmeelewa. Amesha kutokea. Umenielewa? Unajiona unafanya biashara wapi? Kariakoo. Sasa usichelewe. Hama. Nenda kaanze kufanya survey wapi? Kariakoo. Anza kuuliza frame. Usianze na frame za milioni 10. Usianze na frame za milioni 20. Sasa mimi nimeshakuwa kule Kariakoo mpaka najua vidogo. Kuna viframe vile vidogo vyembamba wanaita vigori. Kigori ni nani Kiswahili? Ni binti ambaye hajamjua mume. Si kweli? Kwa hiyo wana hivyo viframe vidogo vinaitwa nini?
Sema vigori. Vile unaweza ukapata. Na hakuna mtu anaenda kufanya biashara pale akabaki wa kawaida. Nilikuwa naongea na kijana mmoja ananiambia, mama, nimeanza na mtaji wa shilingi 40,000. Kwa sababu gani? Kama huyu anauza vitenge, unaweza ukachukua mahali vitenge vile vile anauza 30,000 au anauza 25,000, ukamvihamishia kwake ukavileta kwako, wewe ukauza 30,000. Jioni unampelekea 25 zake, hujabaki na 5,500 wewe. Mbona mmekaa kimya? Hujabaki na 5,500 wewe, umebaki. Mwingine anasema sina mimi hela ya kulipa frame. Unauza mama ntilia hapa Makabe, na wateja wako unaowategemea ni mafundi ujenzi. Wateja unaowategemea ni nani? Na kuonyesha kutumia akili. Bwana asifiwe. Ni nani? Ukiangalia nyumba zinazojengwa Makabe, sema ni chache. Mpaka watokee wale wanaojenga haswa, ndio uende na ndoo lako la wali nini? Maharage. Tena hujui kuyapika vizuri. Maharage yana mchuzi yanahesabika. Saa nyingine sio shetani, jifunze na kupika vizuri. Jifunze na kufanya nini? Sifa kuu ya mama ntilie ni kupika vizuri. Umeelewa? Na nini? Sema na usafi. Sasa toka, nenda zunguka kwenye maduka 10-20. Nenda kachukue oda za chakula. Siku moja nenda na kachakula chako kazuri, jitutumue mama. Pika pilau lako. Kaza kiuno. Funga mkanda. Unga vizuri. Usiunguze vitunguu. Pilau sio kuunguza vitunguu. Weka viungo, na viungo sio uchawi. Mimi nakumbuka zamani watu wa kaskazini, ukimpikia baba watu pilau, anakuta magome meusi, anasema huniwezi kwa jina la Yesu. Kumbe vile ni vijiti, ni viungo. Pika vizuri. Peleka kwenye maduka 2-3. Wakitesti chakula chako, watawaambia na wengine. Unaitwa nani dada? Watasema Merina. Kuna dada mpya anaitwa Merina. Chakula chake ni kizuri. Unasikia wenzio wanauza pilau 3,000. Anza na 2,800. Toa 200. Umesikia ninachosema? Toa mia ngapi? 200. Ukitoa 200, watasevu 200 yao. Alafu unaenda na vimaji vizuri vya 200. Watakula chakula na maji au watakula? Wanakula. Hiyo ni akili, sio uchawi, sio uganga, wala sio chochote. Ni akili, sio akili. Shida watu wengi, nimeolewa, mwanamke pambo la nyumba. Sasa hivi nye sio mapambo, ni zamani. Mwanamke sasa hivi sio pambo. Mwanamke ni stubborn, asiye na kazi. Muangalie jirani yako, mwambie mwanamke sasa hivi sio pambo. Unakuta mtu ameandika ukutani, mwanamke pambo la nyumba. Haya, pambo lenyewe linasemaje sasa? Pambo linatoka amelala na dira usiku kucha la msiba. Pambo hilo. Pambo linatokea alijasuka nywele wiki 3. Pambo hilo mpaka saa 6 alijaoga. Pambo likipita lina nguruwe zake. Ana harufu ya nguruwe, ana harufu ya kuku wa kienyeji. Hilo pambo bala. Mapambo mpo? Sasa hivi wanaume hawaoi mapambo. Wanaoa nini? Wababa mnaoa nini? Kuna mama mmoja amesema wanaoa utajiri. Sio mimi nimesema, yule mama pale mtu mzima kabisa kasema wababa wanaoa utajiri. Mwanamke mwenye hekima anaijenga nyumba yake mwenyewe. Mwanamke yoyote mwenye hekima ana uwezo wa kubadilisha familia yake. Mwanamke mwenye hekima plus mwanaume mwenye akili kichwa wana uwezo wa kutengeneza familia nzuri. Sema amina. Sasa nije kwenye hekima. Hekima ni nini? Hapa naenda haraka. Hekima ni uwezo wa kutumia maarifa au uzoefu na akili. Umesikia? Hekima ni uwezo wa kutumia maarifa, uzoefu na akili kwa njia sahihi ili kufanya maamuzi mazuri yenye manufaa. Hekima huonekana kama kiwango cha juu cha ufahamu. Kinajumuisha sio tu kujua, bali kujua jinsi ya kutumia unachokijua kwa njia iliyo bora. Nimeenda mbio nafikiri huyu alikuwa ni waupe. Ngoja nianze tena.
Hekima ni uwezo wa kutumia maarifa au uzoefu na akili kwa njia sahihi. Maanake akili inaingia kwenye hekima. Umeelewa? Kwa ajili ya na maarifa ulionayo. Anasema ili kufanya maamuzi yenye manufaa. Kwa hiyo hekima inaweza kuonekana kama kiwango cha juu cha ufahamu kinachojumuisha sio tu kujua, bali kujua jinsi ya kutumia unachojua kwa njia iliyo bora. Tumia unachojua kwa njia iliyo bora. Upo? Haya. Kama Mkristo, tumia neno la Mungu kwa njia iliyo bora ili kupata ufumbuzi kwa tatizo lako kwenye maisha. Umeelewa nilichosema? Kama Mkristo, tumia nini? Neno la Mungu kwa njia ya usahihi ili kupata ufumbuzi wa tatizo lako kwenye maisha unayoishi sasa. Haleluya. 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 Kwa hiyo sometimes mtu anaweza kuwa na akili au maarifa mengi lakini asiwe na hekima. Kivipi? Akashindwa kutumia maarifa vizuri. Mwenye hekima anajua cha kufanya wakati sahihi. Anajua cha kufanya katika wakati sahihi na katika eneo sahihi. Aseme nini na wapi na kwa muda gani. Umenielewa? Anyamaze wapi? Atumie maarifa gani ili aweze kufanikiwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ngoja nirudi. Unakuta mtu ana tatizo la uchumi. Nataka tuanze kutatua tatizo. Unatokaje? Namba moja. Unatokaje? Omba Mungu akupe kwanza akili. Umenielewa? Omba Mungu akupe nini? Akili. Kwenye kitabu cha Timotheo sura ya 2, Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 7. Anasema yafahamu sana haya ni yasemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Atakupa akili katika mambo. Ninachotaka niseme ni hichi. Bwana asifiwe. Hebu tuwekee Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13, tuwekee ubaoni. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Kuna kitu nataka tufanye hapa, tufanye. Tunafanya. Na tunaomba na tunataka tutumie na akili. Natamani siku ya leo kila mtu changamoto alionayo, ukifika nyumbani usikimbilie kuomba, andika. Umenielewa? Fanya nini? Andika. Una changamoto gani? Ni mume? Andika. Kwa nini hujaolewa paka leo? Natoa mfano, sio vibaya. Umeelewa? Kwa nini hujaolewa paka leo? Saa nyingine si wanaume hawaji wa kukuoa. Unachagua, unaandika alikuja J4 nikamtolea nje. Alikuja Yakobo, andika na wale wote uliowakataa. Umeelewa? Sisi tunaongea binti yangu. Kwa nini siolewi? Unaorodhesha wale wote waliokuja kwenye maisha yako na ukawatolea nje. Afisa hiyo piga picha, wako wapi? Wangapi wamefanikiwa kuanzia umewakataa? Hivi unanielewa? Utakuta mwingine anasema, "Yaani unajua ningeolewaga na mkurugenzi wa benki." Wewe si ulimkataa? Na uko hapa unasema mimi na babonde. Bwana nishike mkono peke. Alishakuachia mkono, alikuletea ukawatimua. Kwa sababu hata mwanaume mzuri haja amepakwa mafuta ana meremeta, anakujaga na matope na jasho. Sema amina. Unayemuona mwanaume mzuri sana huko nje ametengenezwa na yule mwanamke unayemuona naye. Unayemuona mwanamke mzuri sana kule nje katengenezwa na yule mwanaume yule aliyokuwa naye. Kwa hiyo hicho kizuri cha mtu unachokitamani kilitengenezwa na mtu ambaye asionekana. Amsemi amina, mna wivu. Nimeanza na binti hapa. Sasa tunarudi. Kwa nini ndoa yako ina shida? Nimesema tunaandika matatizo. Kwa nini ndoa yako ina shida? Sijasema ndoa yako ina shida, nimetoa mfano. Kwa nini ndoa yako ina shida? Andika. Kabla hujaandika matatizo ya mume wako, andika matatizo yako yote. Akija tu nikimuona nashikwa na hasira ya ghafla. Na unaiandika hivyo, unamwambia Mungu, akija tu mimi nikimuona nashikwa na hasira. Tuulizane kweli. Wangapi
tunawapenda waume zetu kwa mbali. Wakija tunakasirika. Tusinyooshe mkono tucheke. Wanaume mmeona? Haya. Wanaume wangapi wanaweza kujivunia mke wake akiwa mbali, akiwa naye karibu anamchukia? Wababa tusicheke, tugune. Hivyo vitu vipo. Umeelewa ninachokisema? Hivyo vitu sio vipya. Andika. Mume wangu akija nyumbani nashikwa na hasira ya ghafla. Andika. Kingine, akinisemesha natamani kumjibu. Sipendi kumjibu lakini najikuta namjibu. Andika. Namjibu haraka. Kingine, nachukia akiwa hivi. Andika. Kingine, nachukia. Ukiorodhesha yale yote, kabla hujaomba, ukichungulia vitu vingi utagundua vingi ni vya kijinga, unaweza kuvishinda. Nakwambia kabisa, vingi utasema ni jaribu, vingi viko katika uwezo wako ukiwa na Roho Mtakatifu. Umeelewa ninachosema? Kwa sababu hasira, Biblia inasemaje kuhusu hasira? Inakaa kifuani kwa mpumbavu. Biblia inasemaje kuhusu kujibu? Maneno yenu yawe na munyu, ili yawape neema wanaofanya nini? Wanaosikia. Maneno yangu yana neema, hayana neema? Hayana. Unajua hapa nina shida. Kwa hiyo kabla hujamkemea shetani, utajikuta umekansel vitu vingi sana ambavyo vinakutesa, na utakuja kugundua wala mme wako anaga shida, wewe ndio una shida. Umeelewa nilichosema? Sasa hiyo nimeongea na upande wa wamama. Sasa baba asije akaenda nyumbani akamwambia, haya leta A4 paper, andika shida zako. Na wewe leta A4 yako, andika shida zako. Na wewe baba, andika vitu vyako, vipangilie. Kwa nini mke wako ana hasira na wewe? Namba 1, kuna vitu sivifanyi kwa wakati kwenye familia. Andika kabisa. Sijui kama umeelewa ninachokisema. Kwa nini anapiga kelele? Nachelewaga kurudi. Kwa nini ananisema vibaya? Na kunywaga nimeonja, yeye ameokoka, hapendi harufu ya bia. Awe andika tu. Halafu ukija kuviangalia, vyote viko kwenye uwezo wako. Unaweza kuviacha. Kwa hiyo vitu vingi mna uwezo navyo, sio mashetani. Sema amina. Mmeona sasa? Mmeona sasa? Haya, njoo kwenye eneo la uchumi. Kumbuka ni wapi Mungu alikubarikigi sana. Andika. Alafu piga mahesabu. Maisha ulioyaishi, uliishi vizuri au uliishi kwa ufujaji? Andika. Ulifanya nini kipindi kile Mungu alivyokupa? Je, ulikuwa mwaminifu kumtolea hata zaka? Hapana. Nadhiri ngapi uliziweka kipindi una shida, alivyokubariki hujaziondoa? Andika. Umeelewa ninachosema? Andika. Watu wangapi uliwakosea ukiwa na pesa? Andika pia. Si unajua kuna watu tukipata pesa, unaweza ukamkuta mtu hivi, hata ukamwangalia jicho linajieleza. Jicho linafanya nini? Andika. Alafu utakuja kugundua ulichokipoteza si bahati mbaya. Kuna kilichokusababisha ukafanya nini? Ukapoteza. Maana yake hiyo umetumia pia nini? Kufanya tathmini kwa nini umepoteza. Umeelewa ninachosema? Kuna watu mlipata pesa sana. Kuna mtu mmoja alipata pesa nyingi, alafu alikuwa anaishi kwenye nyumba ya room 2, akaenda akapangisha self kubwa ya room 3. Hiyo ni akili au ni matatizo? Alafu amekuja kufilisika, anazunguka kwa watumishi, anawaambia niombeeni, inanitesa. Roho maskini ya familia au ni ujinga wako? Alafu kule anapoenda kuombewa, anatakiwa atoe sadaka ili atoke. Kuna mahali utakiwa utoe sadaka ili utoke. Chukua hiyo sadaka, tumia, fanya mtaji. Ukipata pesa, nenda katoe sadaka. Mnanikodorea macho. Wewe unachukua milioni 10, unatoa fungu la 10 milioni 1. Utalipaje ile milioni 1 ambayo una deficit ya milioni ngapi? Mnaniangalia? Mkopo hautolewagi fungu la 10. Mmekasirika. Kwa hiyo wewe andika. Mungu atakupa akili ya kutoka hapo. Bwana asifiwe sana. Wangapi wamenielewa kidogo?
Yaani mimi nataka uelewe kidogo sana. Utakuja kugundua pale ulipopoteza muda utaanza kutembea. Makosa uliyoyakosea hutaka urudie tena. Bwana asifiwe sana. Mimi nina kitu hichi na mume wangu. Asante Roho Mtakatifu. Kwa nini Mungu amenikumbusha hivi? Familia nyingi si kwamba hawaendelei, mtumishi Naumu. Kanisa hili namjua tu yule kaka na mwinji. Kipato chako kikiwa cha kwako, hamtaka muendelee milele kwenye familia. Na kipato cha baba kikiwa cha baba tu, hamtaka muendelee kwenye familia. Kama mmeshaungana kwenye familia, angalieni na mipenyo mingine ambayo ninyi wenyewe mnasababisha, sio mashetani. Kipato chako hata kama ni milioni 1 na cha mume wako hata kama ni milioni 10, milioni 10 plus milioni 1 ziko tu milioni 12. Kwenye milioni 12 mnaweza kufanya jambo kubwa sana kwa mapatano kuliko kila mtu kuwa na uficho wa kwake. Sema amina. Kuna watu akipata hela yake ni ya kwake. Mama, hela yako ni yako. Unasema mwanaume apambane. Na unamwimbia kabisa mume wako, wameumbwa mateso. Wanaume mmeumbwa nini? Mateso. Nisikilize niwaambie wa ndugu. Mkitaka kufanikiwa, Biblia inasemaje kwenye Zaburi? Tazama ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Hapo ndipo nitakapoamuru nini? Baraka. Mkitaka kufanikiwa as a family, kweni kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hichi kitu hata mimi nilikuaga mnoko. Hela yangu ni yangu. Na hivi nimeolewa, nilikuaga nimeshapita kwenye ziki. Yatima. Nina ndugu zangu lukuki wa kuwasaidia. Kwa hiyo nimeolewa hapo na kale kakiburi cha hela ndogo ndio kwa nayo. Nimefika simuonyeshi kijana na shilingi ngapi. Sinasema na yeye anafanya kazi, tena anafanya kazi nzuri. Mwanaume anatakiwa itunze familia. Nimeolewa ule mwezi wa kwanza, na shangaa mtu anatoka kazini, anakuja na payroll, anakuja na slip yake ya mshahara, ananiambia ninalipwaga mshahara shilingi fulani na huu ndio mshahara wangu. Tumuombe Mungu atusaidie tuweze kupanga bajeti. Uso wangu ukawa mdogo kama Piriton, ingemwagiwa maji tu ingeyeyuka. Nikatoa na mimi buku zangu chache. Nikatoa buku zangu chache. Maana mimi nilikuwa nalipwa kwenye laki, kwenye maelfu. Yeye alikuwa analipwa malaki. Nikamwambia na mimi ndio mshahara wangu huu hapa. Nikamuonyesha. Ndipo nilifundishwa kuwa na umoja kwa vitendo. Haya, wa mama na wa baba, kila mtu anapambana na hali yake huko ndani. Mshahara wa mama ni wa mama, mshahara wa baba ni wa baba, lakini pito ni la familia. Hapana, hamtakaa mtoke. Mkitaka kutoka, kubalianeni kama wanandoa. Mfanye nini? Mkicheza mtakuja kuzeeka vibaya nyinyi mjini. Mtakuja kuzeeka vibaya. Uzeeni mwanze kuomba msaada. Nyie anzeni kujiwekezeni saa hii kwa ajili ya uzeeni. Kuna watu hatuna pension. Kile unachokitengeneza kinakutengenezea uji wako wa uzeeni. Si mnajua mtakuwa hamna meno, kwa mruhusiwi kula nyama. Yaani ninachokufundisha ni kitu cha kawaida kabisa. Kuna mama mmoja aliolewa. Wameoana vizuri, wakaamua kupangisha nyumba. Wakifika kipindi cha kudaiwa kodi, mama ndo anamkumbusha baba. Si unajua wamama tunawajua wenye nyumba vizuri. Unamwambia karibia kodi inaisha, baba analipa kodi. Anamwambia sasa natakiwa nilipe school fees na kodi zimeingiliana. Anamwambia usijali nitaongea na mwenye nyumba. Akaongea na mwenye nyumba. Yule baba amekuja kukaa miaka 3 kwenye nyumba ya kupangisha na analipa kodi. Mwisho kabisa anakuja kugundua mwenye nyumba ni mke wake. Msikemee nyao, maana kila mfano. Embu niwaulize wa baba, miaka 3 bro, umekaa kwenye nyumba, unalipa kodi kwa machozi, afu mwenye nyumba ni maza, unafanyaje hapo? Unakuja kumgundua siku zote anakuambia nitamtuliza mwenye nyumba, na kumbe anajituliza mwenye, na lazima ulipe kodi. Hivi unajisikiaje hapo?
Wamama wanakauka. Naona wababa wafuteni jasho kabisa na handkerchief. Hebu fanya kama ndio wewe. Unajisikiaje? Yaani mimi mwenyewe ningekuwa ni baba, ningempa huduma 5, ningempa karama 5, nisimpe 9. Unafikiri utajisikiaje? Kwa nini nakuambia hichi kitu? Shirikianeni. Kuna milima na mabonde. Kuna kipindi wewe unacho, mume wako hana. Kuna kipindi mume wako hana, wewe unacho. Msitumie mlivyo navyo kutesana. Tumieni mlivyo navyo kwa ajili ya kumtukuza Mungu katika jina la Yesu. Amina. Amina. Hebu weka ule mstari wetu tuombe tuondoke jamani. Leo nimeongea tu very simple. Wakorintho wa kwanza. Mtoe huyo mtu, weka neno. Weka Wakorintho. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Ngoja nifungue mwenyewe. Haujamtoa? Korintho wa kwanza. Mungu anakuona wewe. Hebu tusome wote. 1, 2, 3. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo. Huyo tutamuombea. Hebu tusome tena 1, 2, 3. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Amen. Hakuna jaribu unalopitia lisilo na mlango. Naomba niseme neno fupi sana. Kuna jaribu lingine linaweza likapita kwenye familia. Mlango Mungu akapitisha kwa mke, au mlango Mungu akapitisha kwa nani? Kwa mume. Kama hamna maelewano, mtatokaje? Kanisa mtatokaje? Jamani, leo naongea very friendly. Mnatokaje? Kuna kutoka? Hakuna kutoka. Ninachowafundisha leo, nendeni mkapatane. Nendeni mkawi na umoja. Amos 3:3 anasema watatembeaje wasipofanya nini? Wasipopatana. Mnaishije miaka yote ya mpatani? Pataneni kwa ajili ya kizazi chenu. Kuna laana nyingine na ugumu mwingine wa maisha mnatengenezea watoto. Wala hautengenezwi na mabibi, wala hamtengenezwi na mababu. Tunajitengenezea wenyewe. Na hilo ndilo neno la Bwana. Kuna mwenye swali? Semina hii mimi nauliza maswali. Kuna mwenye swali? Mbona mmecheka? Hamjategemea? Hizo maswali. Nani hajaelewa mahali? Nani hajaelewa? Kuna mtu ambaye hajaelewa? Nani anaweza kuniambia ni very simple naweza kutoka hapo? Natamani dada, ni simple sio simple? Simple ukizingatia. Bro, simple sio simple? Simple. Bwana asifiwe. Tumejiwekea hivi, wokovu ni mgumu sana. Sio mgumu kweli. Katika Roho Mtakatifu tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Shida tumesahau mambo ya adili, mambo ya kutumia akili ndogo ya kawaida kutengeneza matokeo. Simama ukamwambie Mungu akupe hiyo akili. Tukaombe maombi machache. Leo tunaomba maombi machache. Nyanyua mikono yako, shika kichwa chako. Uombe kitu kingine. Sema, Mungu uliye hai, naomba damu yako Yesu Kristo ikapite ndani ya kichwa changu, ikanitakase katika jina la Yesu. Mungu Baba, na kuomba unisamehe nilipofanya mambo mengi bila kutumia akili, bila kutumia hekima. Umenibariki katika vipindi mbalimbali, lakini nimeishi kama kipofu. Nimeishi maisha yasiyofaa. Nimeishi maisha yasiyo na bajeti. Nimeishi maisha yasiyo na kiasi. Nimeishi na matumizi mabaya. Naomba unisamehe. Mahali ambapo niliweka nadhiri na sijaondoa, na zile nadhiri zimesimama kwenye ulimwengu wa roho kufanyika kama deni na kama zuio, naomba unisamehe. Roho Mtakatifu, najiachilia kwako.
jioni ya leo neno lako Mungu linasema wazi, imo roho ndani ya mwanadamu, pumzi ya Mwenyezi wapa wanadamu akili. Baba, kwa jina la Yesu naomba akili itakayonisaidia kutatua matatizo yangu. Neno lako linasema katika Yakobo, na mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima naombe. Mungu Baba, naomba hekima yako juu yangu sasa katika jina la Yesu, itakayonisaidia kutatua matatizo yangu na kufanya maamuzi sahihi ya maisha yangu kila itwapo leo katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nipe akili katika mambo yote. Roho Mtakatifu, wewe ndio hiyo hekima, iwekeze hekima ndani yangu katika jina la Yesu. Nipe neema Mungu ya kutoka mahali nilipokwama, maana umesema kila jaribu linalonipata utanipa mlango wa kutokea. Naomba mlango kwenye akili yangu, kwenye fahamu zangu, mlango wa hekima, ili niweze kutoka nilipokwama katika jina la Yesu. Mungu mtakatifu, nisamee mimi kwa niaba ya familia yangu. Naomba niunganishe kwenye familia yangu, tuwe na umoja, tuweze kupatana ili kuleta mabadiliko kwenye familia yetu katika jina la Yesu. Ninakataa roho ya ubinafsi, roho ya ubinafsi katika jina la Yesu. Tupe neema ya kushirikiana ili tuvipige vita vizuri vya uchumi, tuweze kufanikiwa kwenye ngazi ya familia. Roho Mtakatifu, nipe neema ya kuelewana kwenye familia, tusipishane kwenye lugha, kwenye maamuzi, kwenye mawazo katika jina la Yesu. Nipe neema ya kuheshimu kiliko ndani ya mwenzangu katika jina la Yesu. Nipe neema ya kuthamini kiliko ndani ya mwenzangu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tuimarishe tuweze kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu, ili Mungu wetu apate kutukuzwa, tutoke katika aibu, tutoke katika shutuma katika jina la Yesu. Amen.